Ninapenda kuwashukuru kwa kuniruhusu na kunikubalia mimi nisimame kwenye madhabahu hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa wasionifahamu, mimi ninaitwa Mwalimu Baraka Daniel Mtumai. Ninasali kanisa la KKT Tumba. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya huduma ya ualimu alionipa. Mimi ni mwalimu wa neno la Mungu, lakini pia masomo ya uchumi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale ambao mmekuwa mkisikia Mwalimu Baraka Mtumai, ni sisi tunaoandaa semina na mikesha pale Tumba, na hata siku ya jana tulikuwa na kongamano la maombi kwa ajili ya kuombea taifa. Tunawashukuru wote mlioweza kufika jana na wale ambao walikuwa wakituombea na kutusapoti. Mungu awabariki sana. Jana tulifarijika sana mchungaji, na mchungaji alitutia moyo sana. Mungu akubariki sana. Bila kupoteza muda, tuende sasa kwenye somo husika ambalo tutajifunza kwa siku ya leo. Karibu darasani. Nitakuwa nikifundisha kitabu cha Kutoka 14:14. Tumepata wote? Nitasoma. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Alafu tufungue kitabu cha Waefeso sura ile ya 6 kuanzia mstari wa 10. Waefeso 6 sura ya 10. Waefeso 6 mstari wa 10 kuendelea. Waefeso 6 mstari wa 10 na kuendelea. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote, kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungiwa miguu tayari tupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto na yule mwovu. Tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu. Mstari wa 18 na wa mwisho. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Naomba niombe. Mungu uliye hai na Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninapungua wewe uongezeke, ninashuka wewe uonekane. Umenipa nafasi kwenye madhabahu hii kuleta neno lako. Ninaomba Bwana uliachilie neno lako sawa sawa na mapenzi yako. Ninaomba Bwana, zungumza na watu wako kwa lugha ya nyumbani kwao. Zungumza na watu wako kwa kila mtu kwa lugha yake, aweze kuelewa na kusikia kila ambacho umekikusudia siku ya leo. Zungumza nao sawa sawa na mapenzi yako. Kuza imani zao, waimarishe kupitia neno lako. Neno lako linaniambia kila neno linalotoka kwenye kinywa chako halitakurudia bure, bali litayatimiza mapenzi yako. Neno linalotoka kwenye kinywa chako ni sawa na mvua inayoshuka kutoka mbinguni. Sijawahi ona mvua imetoka chini ikapanda juu, lakini kila mvua inaposhuka unyeshea ardhi, na yule mkulima anaweza kuvuna mazao kwenye ardhi yake. Nami ninaomba neno linalotoka kwenye kinywa chako siku ya leo likazae matunda kwenye maisha ya watoto wako, kwenye huduma zao, kwenye kazi zao, kwenye biashara zao, katika jina la Yesu Kristo, amen. Haleluya.
Siku ya leo tutajifunza somo lenye kichwa kinasema vita vya roho. Vita vya kiroho. Vita vya kiroho. Vita vya kiroho ni mapambano au mashambulizi au upinzani wa nguvu za giza dhidi ya watoto wa Mungu kwenye ulimwengu wa roho. Vita vya kiroho ni mapambano au mashambulizi ya nguvu za giza au ya nguvu za shetani dhidi ya watoto wa Mungu katika ulimwengu wa roho. Tangu kwenye Agano la Kale vita vya kiroho vilikuwepo, na hata sasa vita vya kiroho vipo. Shetani yupo duniani. Biblia inaniambia ile vita ilipotokea mbinguni kati ya Lucifer na malaika Mikael, wakapigana. Baadaye wakina Mikael wakamshinda Lucifer. Walipomshinda wakamtupa huku chini, na sisi tupo chini. Kwa hiyo ukisoma kwenye Biblia unapata kufahamu kwamba shetani yupo duniani, anazunguka huku na huku ili atafute ampate wa kummeza. Kwa hiyo wapendwa, tusiokoke kwa kiasi kwamba hatuamini kwamba shetani yupo duniani. Shetani yupo duniani, anazunguka usiku na mchana akitafuta wa kummeza. Shetani yupo duniani, anazunguka usiku na mchana akitafuta wa kummeza. Na usifikiri shetani anatisha sana. Shetani anakaa ndani ya mtu. Kama alivyo Mungu ni roho, ndivyo na shetani ni roho. Anakaa ndani ya mtu. Na shetani halali. Wewe unaweza ukalala, lakini yeye halali. Anaweza akakutembelea usiku umelala na usijue. Bwana Yesu asifiwe. Na shetani hana huruma. Wewe unaweza ukamwonea huruma, lakini yeye hana huruma na maisha yako, hana huruma na watoto wako, hana huruma na kazi yako. Lakini Wakristo walio wengi hawajui maombi ya vita, hawajui kwamba kuna vita, wanamuonea shetani huruma. Wakati mwingine wanasema Bwana atanipigania. Ngoja leo nikufundishe vitu vichache. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumesoma kwenye kitabu cha Kutoka 14:14. Mungu anazungumza na wana wa Israeli. Anawaambia Bwana atawapigania na ninyi mtanyamaza kimya. Nataka nikufundishe neno hili kwenye somo hili kwamba katika ulimwengu wa roho kuna vita vikubwa vya aina mbili. Kuna vita ambavyo Mungu atakupigania na wewe utanyamaza kimya. Lakini kuna vita ambavyo wewe utatakiwa kupigana mpaka ushinde. Biblia inaniambia Mungu anazungumza na wana wa Israeli wakiwa wanatoka Misri. Walipigana kwa nguvu zao, wakafika mwisho, wakakata tamaa. Ndio Mungu anawaambia nitawapigania na nyinyi mtanyamaza kimya. Lakini haina maana kwamba wao hawakuwahi kupigana, haina maana kwamba wao hawakuwajibika. Lakini Biblia inasema walikuwa wakipigana, walikuwa wakiteswa, walikuwa wakishindana, lakini walifika hatua ambayo kwa nguvu zao peke yao hawawezi tena. Walifika hatua ambayo kwa akili zao peke yao hawawezi tena. Ndio Bwana akawaambia Bwana atawapigania na ninyi mtanyamaza kimya. Lakini wao pia walipigana. Kuna hatua walipigana wakakwama. Ndivyo ilivyo hata leo. Bwana atakupigania na wewe na utanyamaza kimya. Lakini ujue na wewe una nafasi ya kupigana kwenye ulimwengu wa roho. Una nafasi ya kusimama na kumpiga shetani. Una nafasi ya kusimama na kukataa mapoza. Una nafasi ya kusimama na kusema sitaki. Haleluya.
Haleluya. Tumesoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 na kuendelea. Sema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika uweza wa nguvu za Mungu. Mzidi kuwa hodari, maana kupigana kwetu. Tusome tena. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Ngoja nikwambie, sisi kupigana kwetu si juu ya damu na nyama. Katika Agano la Kale vita vingi vilikuwa ni vya mwilini, walikuwa wakipigana. Ndio maana ulikuwa unawaona wanaenda wanaua watu, wanawaangusha. Lakini ile ni ishara kwamba katika dunia tunayoishi kuna vita. Mungu anawaambia wana wa Israeli watoke Misri waende Kanaani, kwenye nchi ya maziwa na asali. Lakini nataka nikuambie, ile nchi ya Kanaani kwenye maziwa na asali, kuna watu walikuwa wamekaa. Kwa hiyo walipofika kwenye ile nchi walitakiwa wapigane. Walipigana sana ndio wakakaa kwenye ile nchi. Ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka vizuri utaweza kuona namna ambavyo walipigana. Walikuwepo makabila tofauti tofauti, waliwapiga kabila moja baada ya lingine mpaka baadaye wakabaki peke yao. Nataka nikwambie, inawezekana kuna nafasi unaitafuta, kuna mahali unataka ukae, lakini ngoja ujue kuna vita wakati mwingine itakubidi upigane. Kuna vita wakati mwingine itakubidi upigane. Kupigana vita sio roho mbaya. Kupigana vita vya kiroho sio roho mbaya, sio kuwa na huruma, ila ni kanuni za kibiblia. Mungu anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana, katika uweza wa nguvu zake. Anasema vaeni silaha za vita ili muweze kuzipinga hila za shetani. Wao walipokuwa katika Agano la Kale, walipokuwa wakienda kwenye vita, wanachukua mikuki, wanachukua bunduki, wanachukua silaha zingine. Lakini zipo silaha ambazo sisi tunaambiwa tuvae. Ni silaha ambayo ngao ya imani, upanga wa Roho. Haleluya, haleluya. Neno la Mungu ni silaha itakao kusaidia kushinda nguvu za giza na kila uharibifu. Baraka umeitoa wapi? Siku moja Yesu amekutana na shetani alipokuwa amefunga. Alipokutana na shetani akamwambia Yesu, wewe una njaa. Imeandikwa unaweza kubadilisha mawe yakawa mikate. Hebu badilisha hii mawe iwe mkate. Yesu anamjibu shetani, anamwambia imeandikwa hatutaishi tu kwa mkate, ila ni kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu. Shetani hakumwambia Yesu uongo pale, lakini alimjaribu Yesu. Katika maisha tunayoishi, upinzani wa kiroho upo. Ukiona mambo hayaendi vizuri, usiamini kwa 100% kwamba ilitakiwa iwe hivyo hivyo. Ukiona kila jambo unajaribu linashindikana, usikubali kwamba ilitakiwa iwe hivyo hivyo. Acha hii tabia ya kusema haikuwa bahati yangu. Kaa kwenye maombi, kabili kila upinzani, kabili kila nguvu inayokuzuia usipige hatua. Haleluya. Shetani anatudanganya sana. Watu wengi watakufa na maono yao na ndoto zao kubwa, wakiwa na imani kwamba ipo siku nitafikia. Mtu mmoja maarufu aliwahi kusema, sehemu yenye utajiri mkubwa ni kwenye makaburi.
Akaulizwa kwa nini? Kwa sababu huko kwenye makaburi kuna nyimbo nyingi nzuri hazijaimbwa, watu wamekufa nazo. Kuna vitabu vingi vizuri havikuandikwa, watu wamekufa navyo. Kuna viongozi wengi wenye uwezo wa kuongoza wamekufa, wenye vipawa vya kuongoza wamekufa, hawajawahi kuwa viongozi. Unahisi ni kwa nini? Katika Biblia yangu inaniambia watapigana na wewe lakini hawatakushinda. Katika dunia tuliopo vita vipo, watapigana na wewe lakini hawatakushinda. Ni kitabu cha Yeremia 1:19. Watapigana na wewe lakini hawatakushinda. Biblia yangu inaniambia kila kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu, na huku ndiko kushindako kwa hiyo imani. Kila kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu, na huku ndiko kushindako kwa hiyo imani. Haleluya, haleluya. Hebu tusome kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3 na 4. Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3 na 4. Unasema hivi: maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Wapendwa, sisi tunaenenda katika mwili, lakini kupigana kwetu si katika mwili. Tunaenenda katika mwili, lakini kupigana kwetu si katika mwili, kwa sababu silaha zetu zina nguvu katika Mungu. Zina nguvu za kuangusha kila ngome na chochote kinachojiinua na kila kikwazo ambacho kinaweza kikainuka. Haleluya. Kuna mtu ananielewa? Jambo la kwanza ambalo unatakiwa kuelewa, unatakiwa upigane ili ushinde. Kama kuna kushinda, kuna kupigana. Kama kuna kushinda, kuna kushindana. Usitake ushindi wakati umekaa. Usitake ushindi wakati umekaa. Ushindi ni zao la mashindano. Ushindi ni zao la mashindano. Usitake mazao ambayo hujapanda. Kama unataka mavuno, hakikisha unapanda. Kama unataka kushinda, hakikisha unashindana. Hakikisha unapigana kwenye ulimwengu wa roho. Fyetua risasi, fyetua risasi, fyetua risasi. Tuma moto, tuma moto, tuma moto. Haleluya. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, hakikisha haupigani vita vya kiroho kama hauna mahusiano na Mungu. Ukipigana vita vya kiroho ukiwa huna mahusiano na Mungu, utaumizwa. Neno la Mungu linasema, mkaribieni Mungu naye atawakaribia. Mpingeni shetani naye atawakimbia. Usijaribu kumpinga shetani wakati haujamkaribia Mungu. Watu wengi wana crash maombi ya toba, kwamba kwa nini kila siku lazima ukiwa unasali uanze kutubu? Toba ni kujiunganisha na Mungu. Kama kuna mahali umemwacha Mungu bila kujua, ni kujiunganisha naye. Ndio maana ni muhimu katika ombi la kwanza liwe ni toba.
sio sheria, ila ni muhimu. Sio taratibu za makanisa, ni muhimu. Ili kama kuna mahali ulimwacha Mungu kwa mawazo, kwa kuwaza, kwa kutenda, kwa kunena, ujiunganishe naye. Usijaribu kumpiga shetani. Shetani nakupiga, wakati Mungu hayuko upande wako. Paulo anasema, Bwana akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Kitabu cha Warumi 8 kuanzia mstari wa 30 kama sio 31. Ukienda hadi 37 anasema, lakini katika hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye atupendaye. Warumi 8:37. Lakini katika hayo yote, kwenye ndoa tunashinda zaidi ya kushinda, kwenye biashara tunashinda na zaidi ya kushinda, kwenye uchumi tunashinda na zaidi ya kushinda, kwenye afya tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye atupendaye. Haleluya. Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa kwamba kabla hujaanza kupigana na shetani, hakikisha una mahusiano mazuri na Mungu. Hakikisha Mungu yupo pamoja na wewe. Hakikisha unatembea na Mungu. Hatushindi kwa sababu tunazo nguvu sana. Tunashinda kwa sababu ya yule aliye upande wetu. Hatushindi kwa sababu ni wazoefu wa vita. Hatushindi kwa sababu tunataka kushinda. Tunashinda kwa sababu Bwana mwenye nguvu yuko pamoja na sisi. Tunashinda kwa sababu Mfalme wa falme yuko pamoja na sisi. Tunashinda kwa sababu Bwana wa vita anapigana upande wetu. Tunashinda kwa sababu Mungu anatupa nguvu. Mungu anatuongeza. Mungu anatusaidia. Haleluya. Usidharau mahusiano yako na Yesu. Usidharau mahusiano yako na Yesu. Ni muhimu sana ujue kwamba mahusiano yako na Yesu ni silaha ya ushindi. Na ndio maana kati ya vita kubwa ambayo shetani anafanya kwa Wakristo, sio kuwazuia wasije kanisani, kuwaruhusu waende kanisani lakini hawana mahusiano na Mungu. Kuwaruhusu waogope wachungaji ila wasimwogope Mungu. Ndio maana ni rahisi Mkristo kufanya dhambi yoyote, hamuogopi Mungu, lakini akifanya jambo ambalo mchungaji atamuona, anakwazika, anaogopa. Kuna Wakristo walio wengi hapa ambao wao inawauma wakifanya jambo baya, mchungaji akasikia, lakini haiwaumi wakifanya jambo baya, mbingu zikiona. Linda mahusiano yako na Yesu. Linda uhusiano wako na Yesu. Mahusiano yako na Yesu ni silaha ya kwanza katika ushindi hapa duniani. Kama hautaki shetani ya kusumbue, hakikisha una mahusiano mazuri na Yesu. Hakikisha Yesu unatembea naye. Hakikisha upo naye wakati wote. Miongoni mwa vitu ambavyo unatakiwa usikitike sana kama Yesu akikuacha. Kama Yesu akikupungukia. Haleluya. Haleluya. Na Yesu huwa ni mwaminifu. Unaweza ukafanya jambo baya, yeye akakusamehe na akasahau. Lakini wanadamu wanaweza wakakusamehe ili wasisahau. Akasema yule wanadamu hawasahau. Ila Mungu, Biblia inasema kwamba anaweka dhambi zetu mbali kama magharibi na mashariki ilivyo mbali. Hata kumbuka, lakini wanadamu watakumbuka. Kwa kitu cha kwanza, nimekuambia kitu cha kwanza, fahamu kwamba unatakiwa upigane vita vya kiroho ili ushinde. Lakini jambo la pili, hakikisha haupigani vita vya kiroho wakati Yesu hayuko na wewe. Kafuatilie kwenye Agano la Kale. Wana wa Israeli kipindi walienda vitani, walipokuwa wamemwacha Mungu,
Kuhani Eli ndiye alikuwa kuhani kwa wakati huo. Walienda vitani, walipigwa vibaya mno. Walipigwa na majeshi wengi walifariki. Na majeshi wengine walikuwa na wake wajawazito na wake zao wakapata taarifa wakafariki. Na hata kuhani mwenyewe alipopewa taarifa hiyo kama tumepigwa na tumeuawa, na yeye akafariki kwa pressure na kuparalyze. Kwa sababu walienda kupigana vita ambayo Bwana hakuwa pamoja nao. Kwa hiyo unatakiwa kujua kwamba Mungu kuwa pamoja na wewe ni kipaumbele namba moja. Ndio maana Biblia inasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Kwa kuwa Mungu anajua kwamba mnayahitaji. Mungu anajua kwamba unayahitaji, lakini anachotaka kiwe cha kwanza ufalme wake. Anachotaka kiwe cha kwanza yeye awe kwenye maisha yako, yeye awe kiongozi wako, yeye awe yote katika yote kwenye maisha yako. Haleluya, haleluya. Mahali fulani nimewahi kwenda, nikaambiwa nifanye jambo fulani, nikakataa. Nikaambiwa ukitaka kunyooka katika kila jambo utakufa maskini, kwa sababu sheria za Mungu ni ngumu sana uweze kuzitimiza. Kwa hiyo lazima tu utajikwaa katika baadhi ya mambo. Ni kawaida kujikwaa, lakini mimi nikasema hili silitaki. Na Wakristo walio wengi hawataki kuonekana wamenyooka katika mambo yote, kwa sababu wanaogopa watatengwa. Ni kweli kuna baadhi ya fursa utazikosa, lakini zile fursa hazina faida kwenye maisha yako kiukweli. Ngoja niwaambie, mali inayopatikana kinyume na mapenzi ya Mungu itaondoka, haikai. Utajiri utakaoupata kinyume na mapenzi ya Mungu hautadumu, utakuwa na wewe. Sio ajali zote zinazotokea barabarani ni shetani, zingine ni laana. Sio magari yote yanayoungua mabarabarani ni shetani, mengine ni laana. Sio manyumba yote yanayoanguka unafikiri ni shetani, mengine ni laana. Sio magonjwa yote wanaopata watu wamelogwa, mengine ni laana. Watu wanajitafutia laana kwa kumwacha Mungu. Haleluya, haleluya. Simama, tuna muda mfupi sana. Nataka tufanye practical kidogo ya somo ambalo nimefundisha kwa dakika 5, ambapo ndio tunakuwa tumemaliza muda wangu ambao nimeipewa. Tufanye practical kidogo. Tutaomba maombi makubwa mawili. Ombi la kwanza, tumwambie Mungu tunataka ushirika na wewe. Tunataka kuhusiana na wewe. Iwe usiku, iwe mchana, mahali popote nitakapokuwa, ninataka ushirika na wewe. Halafu tumwambie chochote kisinitenge mimi na wewe. Familia yangu isinitenge mimi na wewe. Watoto wangu wasinitenge mimi na wewe. Magonjwa yasinitenge mimi na wewe. Shida za hapa duniani zisinitenge mimi na wewe. Kwa hiyo ombi la kwanza ni ushirika na Mungu, uhusiano na Mungu. Kama kuna mahali nimekuacha, ninarudi hivyo hivyo, narudi hivi nilivyo. Utanifuatisha kwa dakika 1, alafu kwa dakika 2 utaomba peke yako. Sema, Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu, ninakuja mbele zako asubuhi ya leo. Bwana Yesu, ninaomba ushirika pamoja na wewe. Ninaomba kuwa na wewe katika yote. Bwana Yesu, ikiwa kuna mahali nimekuacha kwa kujua au kwa kutokujua, ninaomba unirehemu, ninaomba unisamehe. Bwana Yesu, ninaomba unirehemu, unitakase. Asubuhi ya leo ninakiri kwenye madhabahu hii ya kwamba ninataka ushirika pamoja na wewe. Chochote kisinitenge mimi na wewe. Yesu, mimi na wewe tuwe marafiki wa kudumu. Mimi na wewe tuwe marafiki wa kudumu.
enda kaombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, maeneo ya kazi zetu, wenye maeneo ya biashara zetu, wenye maeneo ya biashara zetu, wenye maeneo yetu, wenye nyumba zetu, tunaomba ushirika na wewe, tunaomba ushirika na wewe, tunaomba ushirika na wewe, tunaomba ushirika na wewe. Na watoto wetu tunawaleta wenye madhabahu hii, tunaomba uwe Mungu wao, na watoto wetu wawe watoto wako. Watoto tuliowazaa na tutakao wazaa ni miliki yako, ni watoto wako. Tunawaleta wenye madhabahu hii waliokataa ibada, tunawaleta kwa majina yao wenye madhabahu hii. Uwapokee, uwapokee kama watoto wako, uwatunze kama watoto wako, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu tumeomba hilo ombi, amen. Usikae. Ombi la pili tunaenda kumalizie. Muda wetu ni mchache ili ratiba zingine ziendelee. Nikiwa naomba nikasikia mzigo kuhusiana na mtu mwenye watoto ambao hawataki ibada. Watoto hao wapeleke kwenye madhabahu ya Mungu. Hiyo sio ajenda ambayo nilikuwa nayo hapa, kuna ajenda ya pili. Kwa hiyo tunapoenda kwenye ombi la pili, wewe wapeleke na watoto wako ambao hawataki ibada. Wewe umeokoka lakini watoto wako hawataki kuokoka, wapeleke kwenye madhabahu ya Mungu. Chukua majina yao, wapeleke kwa Bwana. Mwambie Bwana, watoto wangu ambao hawataki ibada ninaleta kwako. Watoto wangu hawaendi kuzimu, sijazalia watoto waende kuzimu. Watoto wangu tutaenda nao mbinguni. Ombi la pili ambalo nilikuwa nimepanga tuliombee, nataka tukaombe. Ili ni ombi la vita. Tunaomba zidi ya kizuizi chochote kinachoinuka kukuzuia kwenye eneo lolote. Unataka kwenda wapi? Nini kinainuka kukuzuia? Mwambie Mungu, ninataka kwenda sehemu fulani. Kitu hiki kinanizuia. Kikwazo chochote. Ni hivi, kitu ambacho Wakristo wengi hawajui. Kila chenye jina kinasikia na kinaitika. Kama ni ugonjwa, pressure, iambie pressure katika jina la Yesu na kukataa. Kama ni kanza, kata. Kila chenye jina kinasikia na kinaitika. Hata hii speaker inasikia na inaitika. Inategemea nani ataita. Haleluya. Kwa tunaenda kuomba kinyume na chochote kinachokuzuia, kinachozuia maisha yako, kinachozuia watoto wako, kinachozuia kazi yako, kikwazo chochote tunaomba kinyume. Kama ni wachawi, kama ni waganga, tunawafyekelea mbali. Amen. Sema, Baba katika jina la Yesu, Baba katika jina la Yesu, ninakuja kwako, ninaomba kinyume na chochote kinachozuia maendeleo yangu. Yesu, ninaomba kinyume na kila nguvu ya giza inayoinuka kunizuia katika lolote. Bwana Yesu, ninapinga kila nguvu ya giza isifanikiwe. Bwana Yesu, kila mipango ya shetani ninapangua kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ninapangua kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Kuanzia leo ninatangaza mimi ni mshindi katika yote. Yesu, ninatangaza ushindi kwenye maisha yangu, kwenye uzao wangu, kwenye kazi yangu, kwenye biashara yangu, kwenye ndoa yangu. Ninatangaza ushindi. Kila upinzani, kila mapambano ninayopambana nayo, ninaomba unipiganie, ninaomba unipiganie. Kila nguvu iliyozidi uwezo wangu, ninaomba unipiganie, ninaomba unisaidie kwa jina la Yesu.
nenda mbele za Bwana, kashughulike na eneo lolote ambalo unaona kizuizi. Baba, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako tukiwa tumevaa silaha zote za rohoni. Nimeshika ngao ya imani, nimeshika neno lako ambao ni upanga wa Roho. Kila vita ya giza ninaipiga kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Magonjwa ninayapasua, ninapasua kila ugonjwa, kila ugonjwa unaowakumba watoto wako, ugonjwa wa presha, kisukari, ninapiga kwa jina la Yesu. Presha, achia, achia. Kansa, achia, achia kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Zuio lililowekwa wenye lango la kupata kazi, ile zuio linaliondoa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Zuio lililowekwa wenye lango la ndoa ili usioe au kuolewa, ile zuio linaliondoa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninatangaza ndoa, ninatangaza ndoa kwenye familia yake, ninatangaza ndoa kwa watoto wake, ninatangaza ndoa kwa vijana wake wa kiume na wa kike, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Uzao wa watoto wake, uzao, 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 uzao kwa jina la Yesu. Uzao wa jinsia zote, wa kiume na wa kike, ninatangaza, ninaharibu kila roho inayoharibu mimba, kila roho inayoharibu mimba kwa jina la Yesu. Ile roho ninaifuta kwa damu ya Yesu. Roho yoyote inayoharibu mimba, ile roho ninaifuta kwenye maisha yako kuanzia leo. Hiyo roho ya utasa inaiondoa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninatangaza kwenye madhabahu hii, hautaitwa tasa, hautaitwa tasa, hautaitwa tasa, hautaitwa tasa, hautaitwa tasa, hautaitwa tasa. Utapakata, utapakata, utapakata. Rapapapa, rapapa, rapapa, resheto, repopo, 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 rapapa, rapapa, rapapa. Ile roho ya kukataliwa kwenye eneo la biashara, ile roho ya kukimbiwa na wateja, ile roho inaipiga kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho ya kusalitiwa, ile roho inaipiga, inaipiga, inaipiga kwa damu ya Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Hariba baba, haraba baba, kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu tumeomba. Katika jina la Yesu tumeomba. Mungu awabariki sana. Kwa wale ambao watapenda kufuatilia mafundisho ninayofundisha, ninapatikana YouTube kwenye akaunti inaitwa Mwalimu Baraka Lukumai TV. Mafundisho yote ambayo nayafundisha sehemu tofauti tofauti yapo, na masomo mengi ya uchumi nimeshayaweka kule. Mwalimu Baraka Lukumai TV YouTube. Mungu awabariki sana. Asante. Jamani, tuongeze makofi mengi mengi. Tupokee matatu ya utukufu. Mwalimu, Bwana aendelee kukubariki na karibu tena kwenye madhabahu haya. Pale neema itakapotokea ya kibali cha Yesu kufika kwenye madhabahu haya, tunapokea yale yote ambayo Bwana ametukusudia.
Kila mmoja amepokea kadiri ya Mungu alivyomkusudia siku ya leo. Bwana abariki sana.